Uko unasikiza Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu nivuta kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Kinshasa, Constant Mutamba atupwa nje na bunge la taifa. Goma, Joseph Kabila kutana na viongozi wa juu wa Alliance PF Congo M23 pamoja na RDF. Kivu ya Kaskazini, M23 Alliance PF Congo RDF wachoma maduka ya raia, kuiba, kupora pamoja na kubaka baada ya kipigo kutoka kwa wazalendo. Ikiwa ni tarehe 31 za mwezi wa 5 2025, majira ni saa 12 saa Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka operesheni Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unasoma kwa screen yetu ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea B1 TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio yanayozidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya jiji kuu la Kinshasa, ambako waziri wa sheria na mlinda muhuri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Constant Mutamba atupwa nje na bunge la taifa. Bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kamati ya maadili kuweza kushughulikia kesi inayomkabili Bwana Constant Mutamba, walipomsikiliza kiongozi wa mahakama na baadaye pia kumsikiliza mbunge na baadaye pia kumsikiliza waziri Bwana Constant Mutamba, bunge hilo limekuja na majibu yaliyomfanya spika wa bunge Vital Kamerhe kuweza kutangaza rasmi kumweka nje Bwana Constant Mutamba ili mahakama iweze kushughulika naye. Mutamba anashutumiwa kwa kesi ya kuweza kupoteza fedha ambazo zilitakiwa zijenge gereza ya Kisangani, huku baadhi ya wabunge wakichangia. Kati ya wabunge walotoa maneno mazito ni pamoja na Elizere Tambwe, ambaye kwa upande mmoja anasikitishwa na maamuzi ya bunge ya kutaka kumtupa nje Constant Mutamba ili aweze kushughulikiwa na sheria. Mengi na zaidi, huyu hapa mbunge wa taifa Elizere Tambwe. Balobi que c'est l'image de notre chambre. Yangona beteli bango maboko. Pona ko nettoyer l'image à notre chambre, il faut tous aller les plus objectifs possible. Je me rappelle que notre président, Vital Kamerhe, a l'obaka na biso une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue, mais ce que j'attendais, honorable président, ezaya que Mbongo Ezouamaki et Sika Boye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yoti biloko mibale, honorable président. Eloko liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure.
en matière de passation de marché, honorable président, sur le plan de la procédure, ce qui moutou a péché, sanction et zalakaya ko annuler marché. Honorable président, naïbité, bao bakoya kotangi sabiso droit lelo, il y a qu'un cadre de passation de marché. Si la procédure est biaisée, il faut que na mutuna pénal, naïbité ce qui est outuap. Honorable président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable président. Attendez un instant. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia, le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre, pour 1, 2, 3, 4. Et si nous, on va dire d'ailleurs. Honorable président, na yoki epi nazana nzela wana ozoloba. Pour que t'autoriser instruction, parce qu'instruction t'os autorisé, ezaya okende wapi, ezaya okende na pénal, je ne suis pas perdu. Mais ici awa il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezanakati. Na baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya jiji kuu la Kinshasa, na moja kwa moja tujielekeze huko jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya jiji la Goma. Joseph Kabila kutana na viongozi wa juu wa Alliance Congo M23 pamoja na RDF. Baada ya kuweza kuwasili ndani ya jiji la Goma na kukutana na viongozi wa dini na viongozi wengine mbalimbali, hatimaye bwana Joseph Kabila, kiongozi wa magaidi wa M23, ameweza kufanya kikao kikubwa ambako alikutana na viongozi wa juu wa M23 Alliance Congo pamoja na RDF ndani ya jiji la Goma. Kikao hicho ambacho kinaashiria uwepo wake ndani ya jiji la Goma kwa mara nyingine tena, kililenga hali ya kuweza kuboresha kazi ambazo wako wanazifanya na hivyo kuweza kuchukua rasmi usukani wa kuongoza magaidi hao ambao wanadhibiti mikoa ya Kivu ya Kaskazini na mji wa Bukavu pamoja na maeneo mengine ya Minova na vitongoji vya Nyabibwe ambavyo kwa sasa viko mikononi mwa magaidi wa M23. Wachambuzi wa siasa wameweza kuzungumzia swala la uwepo wake ndani ya jiji la Goma na kuonyesha dalili hizo sio dalili za kuungwa mkono, bali ni kujaribu kuyumbisha hali ya usalama nchini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine zaidi, huyu hapa mmoja kati ya wachambuzi kutoka Baraka1 TV. Basi unajua wanasiasa wanakamataka watu, wanawafanya sawa vile wao ndio Mungu aliumbaka wakuwe na akili, lakini watu hawana akili. Wakati Kabila anafika mji wa Goma, anaanza kujifanya mpole mbele ya watu ya makanisa. Anaanza kujifanya sawa vile anatawauliza shauri. Ile ni mapieje anafanya kusudi wamuone kama vile mtu mtaratibu, wamuone kama vile mtu mkamilifu, wamuone kama vile mtu mwenye amependa pei na njo mwenye ameangamiza pei. Watu wa makanisa, hakuna siku kiongozi wa kanisa anaweza kusema kwamba anapenda vita, na hawezi penda vita.
sababu ni mtu wa Mungu, lakini basitafutie amani kwa shetani, basitafutie amani kwa shetani. Amani haiko kwa shetani. Kila anayejijua kwamba yeye ni mkuu wa dini ama anaongoza kanisa la Mungu, kazi yake apige magoti, wasimupakale zambi. Wale ni wamwangaji wa damu, mioyo yao walishakaiuzisha kwa Ibilisi, chakula yao ni damu. Unawaona watu mchana, lakini usiku ni mashetani, sababu mtu ambaye alikuwa rais mustafa, senateur en vie, wa kupokea sasa $50,000 par mois, kama angelikuwa ndani yake kuna Mungu, angelikuwa ndani yake kuna huruma wa nchi ambayo ilimupatia uwezo wa kuiongoza, hangelipitia Rwanda kwenye bako banatuagrese, kwenye bako banatuua, kwenye bako banapenda babebe nchi yetu, aseme njo kwenye ataenda kutokea kisha ingie kuba rebel. Alisha tutangazia kama yeye ni rebel, alisha tutangazia yeye ni rebel. Na mlikuwa unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na unatufuata kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA Central pamoja na East Africa, na pia wale ambao wako Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King said the only one king from USA, Kima Kizabe Ayaba, wakiendelea kusikiliza Baraka One TV. Tuko saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, ambako bado unaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tubaki huko mkoani Kivu ya Kaskazini, ambako magaidi wa M23 Alliance Congo pamoja na RDF wachoma maduka ya raia, kuiba pamoja na kupora baada ya kipigo kutoka kwa wazalendo. Tokea hiyo tarehe 27 za mwezi wa 5 2025, wakaaji wa eneo la Marangara wakiona cha mtemakuni kutoka kwa magaidi wa M23. Magaidi hao baada ya kupoteza idadi kubwa ya askari waliokungutwa na wazalendo, wameweza kuvamia eneo la Marangara ambako waliiba, kupora, kisha kuchoma moto maduka ya raia na kuacha raia wa maeneo hayo wakilia na kusaga meno. Naona ni Marangara vraiment. Marangara tushateseka vraiment. Hapa ni Marangara, hizi ni mabotiki zenye zinaisha na manyumba kulunguziwa maake hapa Marangara ndanze. Upande mwingine, watoto wa Kirega wanaombwa kutokuruhusu magaidi wa M23 kuingia Burega, bali wapambane ili kutetea udongo wao. Batoto yote ya Kivu mufungule masikio. Huyu mjinga anakuya kufungula ile wese yake hapa. Anasema Barega mfungule masikio, mupitishe bale ba M23. Ye iko murega wa wapi huyu Mulundi kama ni huyu Muganda kama ni Munyarwanda wa wapi? Burega yake ya wapi? Bwali wakuni wa Amoni Lonoki Kinganga. Kila siku tutakuwa na bakia nyuma vile. Juu ya bajinga kama na haba. Anakuya kufungula ile kabine yake aseme mubapitishe la M23, tutakuwa na bakia nyuma. Umwe na shie guvernema inakuya. Guvernema ya M23 ndio utaingia mwa kiwelewele. Uliona leo, ulisikia mtu analeta sauti, bakuye kugonga Sidi Kivu yote na Nord Kivu na Katanga. Na asante sana ndugu jamaa na marafiki kote ambako mlikuwa mnasikiza matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, na hapo ndipo tunakwenda kumaliza ukurasa huu wa matangazo. Mengine tukutanane saa 6, saa 9 pamoja na saa 12.